hatuombi, sisi tulikuwa tunataka taka iondolewe, kwa sababu taka unaielewa kwamba ni kitu ambacho hakiwezi kuwa mahali ambapo watu wanafanya biashara ya chakula. Kwa hivyo inaleta shida nyingi. Hata sasa customers ni kidogo sana wanaingia hapa, kwa sababu wanasema kwamba eneo letu ni chafu. Vile vyakula tunauza vinafuatwa na mainzi. Hii ni hatari kubwa sana na sisi tumechoka. Wafanyabiashara katika soko la Kwacharoa Mae mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, wanalalamikia mazingira mabaya katika soko hilo, jambo linaloathiri pakubwa biashara zao. Hii ni kufuatia mrundiko wa taka kwenye jaa lililoko nyuma ya soko hilo, wakieleza kwamba wamekerwa na uvundo unaotoka kwenye taka hizo. Jaa letu la sokoni limejaa vibaya sana, na hili jaa ndo jaa kubwa. Linachukua takataka ya mtaani, matakataka ya sokoni na matakataka ya barabarani, yote yanakuja hapa. So tuko na matakataka ya kila aina ya ghasia hapa. Ugonjwa wa kukurupuka inaweza toka ni ugonjwa wote hapa. Tuwezi jua tunaweza ugonjwa gani hapa. Tunahofu sana na maisha yetu hapa sokoni. So, bwana governor, tunakuomba ukuje uangalie vile hili takataka litaondoka hapa. Hatutaki kujua mahali unapeleka, mahali kunaenda, sijui kuna nini. Sisi hapa tunataka usafi wa soko. Hatutaki kuja kusumbuliwa hapa eti soko tunataka lifungwe kwa sababu soko lina uchafu. Hapana. Tunakula hapa. Hapa ndo mahali tunakulia, hapa ndo mahali tunashindia. Tunatafuta malazi hapa. Masuala hii taka saa hii ni wiki 2 haijazoelewa. Na juzi jana, ni juzi governor mwenyewe alikuja mpaka hapa, lakini ni vile alikuja usiku. Inatakana mwenyewe kama president wa hii jimbo hii eneo ya Kilifi, inatakana zuru angalia wananchi wake, kwa sababu tukiwa tutafungiwa hii soko na watu wa public health, sisi tutabeba watoto wetu tuende tukule kwa governor ama tuende tukule kwa huyo public health. Na manake hii hali imekuwa mbaya na hii ni ugonjwa tupu. Kwa upande wao, akina mama ambao huuza mchicha pembezoni mwa jaa hilo wamesema kuwa wateja wamekuwa wakisusia ununuzi kutokana na mazingira duni, hasa panaponyesha. Tukija pale na mchicha, watu tunatandika magunia, tunauza mchicha, tunakatakata matakataka, tunatupa kwa jaa. Kwa saa hii kuna mvua, mchicha mteja akija na uangalia maji yanaingilia pale kwenye mchicha, hanunui, tunateseka. Tena wanatoka huko wanataka tulipe cancel. Saa hii tumegoma, tumelipa leo, kuanzia kesho hatulipi, hatutalipa kabisa, sababu si tunalipa na pesa haifanyi kazi yoyote. Hata saa hii tunaambiwa mvua ikizidi tunaondolewa. Sisi tutaenda wapi? Nafikiria ile lalamiko tumelizungumzia sana. Hata sasa hivi nimetoka kuzungumza na upande wa kuokota fedha, ambao tumewapatia muda kama hata tutengeneze ile jaa, itabidi sasa tusimamishe kulipa kodi. Maana yake ile pesa tunayolipa kodi ni ya kutengeneza ile jaa. Kwa hivyo hatuoni sababu gani jaa linakuwa hivi na ndani sokoni ni kuchafu. Kwa hiyo tunaomba hicho gavana mwenyewe, pia tunaomba Wizara ya Environment iangalie tatizo. Hii ushuru tunalipa inasaidia nini kama services kama hizi hatupewi? Kwa hivyo hii ni hatari ambayo tunaiona, inatuchukiza na inatuharibia biashara, na nafikiri swala ama action ambayo tutachukua ni hiyo ya kwamba ushuru, nafikiri tutaanza kukwamisha kidogo hapa. Wakati huo huo, wamelalamikia ukosefu wa mataa, hali inayoathiri biashara zao nyakati za usiku. Taa ikiwekwa mahali ina maana yake, inaitwa mulika mwizi. Inaonekana hiyo sehemu waizi ni wengi, ambapo sasa inatakana imulikwe. Na saa hii sasa haiwezi mulika mwizi kwa sababu yote zimekufa. Hata hii haijamaliza mwaka tangu haiweke hapa. Soko liko na giza. Hii taa yote kubwa inawaka balbu moja usiku. Hiyo ni moja. Ya pili, ndani ya soko, kwenye ndani ni kuchafu. Watu wa kufagia ndani ni wachache. Wakifagia hapa kwa barabara chini, ukiangalia chini ya vibanda ni kuchafu. Na ule uchafu ni uchafu wa kutoka maji, na yale maji ndio moja wapo ya kututengenezea sisi magonjwa. Hatujui tutakuwa tuna ugonjwa gani. Ni hali ya uvundo ambao wafanyabiashara katika soko hili la Kwacharoa Mae wamekuwa wakilalamikia kwa muda sasa, wakiitaka serikali ya kaunti ya Kilifi kuingilia kati, la sivyo watakoma kulipa kodi. Nikiripotia Coco FM kutoka hapa Kwacharoa Mae, kaunti ya Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya Pwani.